Hata leo tunanyenyekea utufinyange. Hata leo tunanyenyekea useme nasi. Hata leo tunanyenyekea utuangazie nuru ya neno lako. Na ili Bwana tuwe kama upendavyo katika mwaka huu wa 2026. Mwaka ambao uwezo wako unaweza mambo yote. Tusaidie kualign ourselves ili tuone uwezo wako mwaka huu ukiponya maisha yetu, ukitushindania vita zetu, ukitujalia mahitaji yetu yote katika jina la Yesu. Wacha neno lako litualign na uwezo wako ambao umekusudia mwaka huu juu ya maisha yetu katika jina la Yesu. Ninaomba wazee watalipokea neno lako na litawashindania mwaka huu. Ninaombea wamama wakalipokea neno lako na likawashindania mwaka huu. Hata na vijana walio hapa naomba walipokee neno kwa imani ndani ya mioyo yao na wakaona uaminifu wako. Ila roho ya kuzuia tusikie sauti yako siku ya leo, tunaikemea ipate kushindwa katika jina la Yesu. Kila hila za shetani za kuiba mawazo yetu tunaomba ishindwe katika jina la Yesu. Tunatiisha mioyo yetu, mawazo yetu na mili yetu chini ya uwezo wako mchana wa leo. Bwana, tawala juu ya kila mmoja wetu. Ninajiachilia kwako Bwana kama chombo chako hata siku ya leo, unihudumie sawasawa na mapenzi yako. Asante kwa neema yako, asante kwa uaminifu wako. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Shangilia tu Bwana vizuri. Shangilia tu Yesu vizuri. Ai, shangilia Bwana tena vizuri. Amen. Amen. Tunaweza keti. Bwana Yesu asifiwe. Ni kipindi cha kusikia neno la Bwana. Mwaka huu ni mwaka ambao tunasema mambo yote yanawezekana kwa uwezo wa Mungu. Haleluya. Hakuna neno ambalo linamshinda Mungu. Unaweza kuona mambo ambayo unaona imekaa siku nyingi mpaka umekubaliana naye, lakini nataka nikwambie Mungu anaweza na anako tayari kuondoa hali hiyo. Amen. Kuna watu kwa Biblia walikaa na hali mpaka wakakubaliana na hizo hali, lakini maana Mungu huwa anatupenda. Hata wakati umekubaliana bado huwa anakuja na anafanya jambo. Amen. Mama Mshunemu alikuwa amekubaliana na utasa, na wakati mtu wa Mungu alimwambia tukuombee nini, alimwambia mimi niko sawa. Lakini Gehazi akamwambia hapana, huyu mama hayuko sawa. Haleluya. Kuna kitu anakosa, hajawahi pata mtoto. Praise the name of the living God. Na mtu wa Mungu akasimama akamwambia mama, sikia, mwaka ujao wakati kama huu utakuwa umekumbatia mtoto anayetoka kwenye tumbo yako. Haleluya. Na maandiko yanasema huyu mama akamwambia mtu wa Mungu, tafadhali, tafadhali, hiyo mambo achana nayo, maana mimi nisharidhika vile nilivyo, lakini neno likishatoka limetoka. Amen. Praise the name of the living God. Mwaka ujao mama alikuwa ameshika mtoto. Hata wewe ninakutangazia kwa jina la Yesu, kwa uwezo wa Mungu mambo yako yatabadilika. Kwa uwezo wa Mungu milango yako itafunguliwa. Kwa uwezo wa Mungu yale yamekushinda Bwana atayashughulikia. Kwa uwezo wa Mungu yale yanakusumbua Bwana atayashughulikia. Haleluya. Praise the name of the living God. Huyu mama alikumbatia mtoto na alikuwa amekubaliana na hali yake. Ninakuombea wewe ambao umefika mahali pa kukubaliana na hali yako, ya kwamba Mungu ainue imani yako, ya kwamba bado anaweza. Haleluya. Bado anaweza juu ya hiyo hali katika jina la Yesu. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Samaria walikuwa na njaa, wakakula mpaka maji, wakakula mpaka watoto kwa siku nyingi, lakini wakati ulifika Bwana akanena na Samaria mambo yake ikabadilika. Amen. Mambo ya Samaria ikabadilika. Wakaacha kukula mavi ya njiwa, wakaacha kukula kichwa cha punda, wakaacha kuchinja watoto wao, wakapata unga mzuri. Ninakuombea kwa jina la Yesu ya kwamba mambo yabadilike mwaka huu katika maisha yako. Amen. Mambo yabadilike, maana Bwana amesema yote yanawezekana. Amen. Yote yanawezekana. Haleluya. Unaweza kuwa na ugonjwa imekukalia siku nyingi, lakini Mungu ana uwezo wa kukuponya mwaka huu na uwe huru katika mwili wako. Amen. Praise the name of the living God. Geukia mtu mwambie yote yanawezekana.
living God. Na mwaka huu ni mwaka wetu wa divine possibilities. Amen. Ni mwaka ambao tunaamini uwezo wa Mungu utatuwezea mambo yote. Amen. Mambo yale ambayo tumekuwa limited, mambo yale ambayo tumekuwa sisi tunashindwa, we are trusting God ya kwamba uwezo wake utatuwezea. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. So ninataka kuongea, wiki iliyopita tulihubiri habari the importance of prayer and fasting in divine possibilities. Umuhimu wa kufunga na kuomba ili uwezo wa Mungu uonekane ukituwezea mambo yote. Haleluya. Kufunga na kuomba ni ya muhimu. Shetani wakati mwingine anatunenea ya kwamba hakuna haja ya kufunga, tukifunga labda tutaumia, lakini hiyo katika haja ya kufunga na kuumia kuna kitu kinafunguliwa. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. So ni vizuri kufunga, ni vizuri kuomba, ni vizuri kukaa bila kukula. Wakati mwingine unakula lakini mambo ibadiliki. Si wakati mwingine useme sitakula so that I may see the mighty power of God. Amen. Wakati Yehoshafati alivamiwa na maadui, alikuwa na uwezo wa kivita, alikuwa na silaha za vita, lakini akasema, wapendwa, tufunge na tuombe, tutafute uso wa Mungu. Amen. Walipofunga na kuomba, Mungu akanena akawaambia, vita inayokuja juu yenu hamutapigana, mimi Bwana nitawapigania. Hallelujah. Praise the name of the living God. Prayer and fasting ni ya muhimu sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya kufunga na kuomba. Watu ambao watakani kukula Januari mpaka Disemba. Hata madaktari wanasemanga ni vizuri wakati mwingine usikule. It is health. Hallelujah. Kaya jirani mwambie kutokula saa nyingine ni afya. So mwambie usikulange tu. Kukula ni poison. Magonjwa mengi yanaletwa na chakula. Amen. Sasa zingine tunajinyima kidogo, at least hata mwili inapumua na inaondoa masumu yenye imejaa ndani yake. Amen. Yesu, ukifunga siku 2-3, alafu ujipanguze jasho unuse, imejaa sumu. Yesu, maana unatoa sumu yenye imejaa toxin ambayo imejisana kwa mwili wako. Amen. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Prayer and fasting. Leo nataka kuongea kuhusu importance of faith in divine possibilities. Umuhimu wa imani katika kuona uwezo wa Mungu ukituwezea mambo yote. Amen. Umuhimu wa imani, importance of faith. Imani ni kipengele kingine kinachohitajika katika divine possibilities. Hallelujah. Wakati imani haipo, hata tukisema Bwana amenena, tutajikuta ya kwamba hatuoni uwezo wake ukitenda. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo wa imani ama umuhimu wa imani in divine possibilities. Imani ni moja ya mambo ambayo Mkristo anatakana kuwa nayo, anatakana kuzingatia katika maisha yake. Tulipokuwa tunamaliza mwaka, tulisoma neno katika kitabu cha Timotheo wa pili, mlango wa 4 mstari wa 7. Paulo anasema, vita nimepigana, mwendo nimemaliza, imani nimelinda. Amen. Praise the name of the living God. Imani inahitajika ili tuone Mungu akituponya. Imani inahitajika ili tuone Mungu akitupigania vita. Imani inahitajika ili tuone Mungu akibadilisha mambo ambayo yametufinyilia katika maisha yetu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Katika Warumi 4 tunaweza wekewa Warumi 4. Tuna mzee anaitwa Abraham. Abraham anaitwa baba wa imani. Mzee ambaye aliamua kuamini Mungu kwa sababu ya hali za maisha yake. Wakati Mungu alimuita, Abrahamu alikubali kumwamini Mungu na akamfuata Mungu kwa imani. Amen. Alifanya mambo ambayo ilikuwa beyond reason. Ilikuwa ni zaidi ya mawazo ya mwanadamu, kwa sababu aliamini ya kwamba huyu Mungu anaweza juu ya maisha yake. Amen. Praise the name of the living God. Hata siku moja wanapogombana na mtoto wa ndugu yake Lutu, Abrahamu hakuwi wa kwanza kuchagua mahali ataenda. Anamwambia Lutu, chagua, maana mimi ni mtu wa imani. Kama nitaenda kwa mabonde, kama nitaenda kwa milima, kama nitaenda mahali tambarare, Mungu bado ni mwema. Amen. Praise the name of the living God.
Bwana Yesu asifiwe. Warumi 4 kuanzia 18. Tunaona mzee huyu wa imani alikuwa ameahidiwa na Mungu ya kwamba atakuwa baba wa mataifa, na maandiko yanasema ya kwamba ahadi hii ilikawia, lakini huyu mzee bado aliendelea kuamini. Amen. Hakuacha kuamini, aliendelea kumwamini Mungu, aliendelea kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, na maana Mungu ni mwaminifu, alikuja na akafanya jambo katika maisha yake. Praise the name of the living God. Mungu huwa anaheshimu imani. Mungu huwa anakuja na kukutana na imani iliyo ndani ya watu wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tusome. Tusome. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Yaani imani yake ilimfanya atarajie mambo ambayo haiwezi kutarajiwa. Amen. Na kile alikuwa anatarajia ni kwamba atakuwa baba wa mataifa akiwa na miaka 100. Praise the name of the living God. Mtu wa miaka 100 ni mtu ambaye anatarajia kukufa, lakini Abrahamu badala ya kutarajia kukufa alitarajia kuwa baba wa mataifa. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Alitarajia kwa sababu ya imani iliyokuwa ndani yake. Wakati una imani mpendwa, haijalishi kama majira yako imepita, bado utakuwa na kutarajia. Haleluya. Haijalishi kama season imepita, bado utatarajia. Na maana Mungu ni Mungu wa majira na masizoni yote, yeye ni mwaminifu kushuka na kufanya. Amen. Majira ya Abrahamu kuzaa ilikuwa imepita. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia yeye akisema hapo na mtoto na si wa mwisho, ndio wakushikilia tu. Haleluya. 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 Labda kwake hahitaji imani, maana bado anajua majira yenye tuko mambo bado inaweza fanyika. Praise the name of the living God. Lakini kwa Abrahamu alikuwa na miaka 100 na Sara alikuwa na miaka 90. Praise the name of the living God. So mambo ya kusema kuna mtoto atazaliwa, lazima imani iwekwe. Amen. Bila imani haiwezekani. Hallelujah. Praise the name of the living God. Kulingana na usayansi, wamama wakipitisha miaka 40 hapo, kuzaa inakuwa sasa ni mambo mengine. Amen. Halo, kulingana na sayansi, wakipita hapo wanaanza kuambiwa sasa ile mayai haipo tena na huwezi zaa. Na ukikuta unazaa, it is a miracle. Amen. Praise the name of the living God. Siku nyingine niliona wakionyesha mama mwingine wa Nigeria alishika mimba akiwa na miaka 60. That is a miracle. That is not normal. Ile inaitwa miracle. Miracle ni kitu ambacho kinakufanyika kinyume na hali ya kawaida. Ndio huwa inaitwa muujiza. Kitu ambacho kinafanyika kinyume na hali ya kawaida. Amen. Praise the name of the living God. So Abraham alikuwa amefika miaka 100 na Mungu alipomuita alikuwa na miaka 75. Na akiwa na miaka 75, Sara alikuwa na miaka 65. Praise the name of the living God. Maana tunaona wanaachania miaka 10. Abraham ako na miaka 100, Sara ako na miaka 90. Haleluya. Kwa hivyo waliachania miaka 10. Wakati anaitwa, Sara ako na miaka 65, Abraham ako na miaka 75. Praise the name of the living God. Na hatujui walioana lini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wanasemanga ni vizuri mzee anakuwa mkubwa kidogo kuliko mama. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni vizuri mama anakuwa mdogo kidogo kuliko nani? Mzee. Kwa sababu ya huko mbele. Praise the name of the living God. Ninyi wote mkiwa eti moja, kuna mambo inaweza haribika kule mbele. Haleluya. So Abrahamu alikuwa amemshinda mke wake, na maandiko inasema wakafuatana baada ya Mungu kumuita. Na Mungu alipomuita, ahadi moja aliyopea Abrahamu ni ahadi ya kumfanya baba wa mataifa. Amen. Baba wa mataifa. Na Mungu ni Mungu wa ahadi. Hata mwaka huu hili neno ni neno la ahadi. Haleluya. Na linahitaji imani kuitoa kuwa ahadi na iwe reality. Haleluya. Kama neno hili litakuwa reality, lazima watu wainue imani yao. Amen. Usipoinua imani
name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. So maandiko yanasema Abrahamu akaamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Amen. Awe baba wa mataifa. Na maandiko yanasema nini? Tuendelee. Tusome wote. Turudie tena yote. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi kama ilivyonenwa. Amen. Kama ilivyo na kuombea katika jina la Yesu ya kwamba utaamini kile Bwana amenena mwaka huu na iwe sehemu yako katika jina la Yesu. Amen. Aliamini kwa sababu kulikuwa na neno lilikuwa limenenwa. Amen. Na hiyo neno ndio ilisaidia aamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama ilivyokuwa imenenwa akiwa na miaka 75, Mungu alikuwa amenena na Abrahamu akaamini. Endelea. Ndivyo utakavyokuwa uzao wako, basi wengine. Tusome wote pamoja. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100. Yaani hata yeye mwenyewe aliangalia kona, mimi hata kama hii mambo yawezekani, lakini hakuwa dhaifu wa imani. Unaweza kuwa unaangalia mambo mwaka huu na unasema pasta wewe ongea tu, lakini mimi nikiangalia lakini usiwe dhaifu wa imani. Amen. Hata kama hali zinanena vile zinanena, wewe amini kile Mungu amesema ya kwamba yote yanawezekana. Hata kama hali inakaa kinyume, wewe amini kile Mungu anasema ya kwamba yote yanawezekana. Hata kama kuna ripoti inasema hakuna, wewe amini neno la Bwana ya kwamba yote yanawezekana. Haleluya. Abrahamu aliona hali yake, lakini hakuwa dhaifu wa imani. Aliamini hii mwili ya miaka 100 inaweza zaa, maana Mungu ndiye amenena. Praise the name of the living God. Hey, praise the name of the living God. Siugeukie mtu mwambie amini kile Mungu amenena. Mwambie wachana na ripoti zingine. Believe what the Lord has said. Wachana na ripoti ya daktari, wachana na ripoti ya kwenu, wachana na ripoti za majirani. Believe the report of the Lord. Maana Mungu ni mwaminifu kufuata neno lake. Amen. Believe the report of the Lord. Praise the name of the living God. There are many reports, but believe the report of the Lord. Amen. Ya kwamba yote believe the report of the Lord. Praise the name of the living God. Unaweza kuwa umeambiwa otherwise. Kama Abrahamu, inaamini daktari wa kwao alimwambia wewe mzee acha kujisumbua. Lakini akiona ahadi za Bwana hakuacha kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Akiona ahadi ya Bwana hakuacha kuamini. Unajua madaktari wanaweza kuambia mambo mpaka unastuka. Hata wanaweza kutaja kijina mpaka unashindwa hii ugonjwa kweli hii ni nini? Praise the name of the living God. Unajua madaktari wanajua kudhani. Anakutajia kijina kizito, unatoka hapo ukisema kweli mimi nakufa. Na haukufi. Praise the name of the living God. I believe God. Amen. Praise the name of the living God. Unaweza kuwa na madaktari. They can kill you. Kama utaamua kuamini na wewe mwenyewe utazamie Mungu, wanaweza kukupitisha kwa mambo mengi. Amen. Na mengine ya kuletea hata madhara. Praise the name of the living God. Sasa mimi mwaka mzima nimekaa vizuri, sijaenda hospitali, tumbo haijanisumbua, sijakunywa hiyo makiti ya antibiotic, and I'm okay. Amen. Hallelujah. Na sisemi wewe usikunywe. Kila mtu asimame na imani. Hata wamela nilimwambia atumie imani yake. Maana kila mtu atumie imani yake. Watu wote walikuja kwa Yesu hawakuponywa na imani ya Yesu. Waliponywa na imani yao. Hallelujah. Baba anaweza kuwa na imani, but you need your faith. You need your faith. Praise the name of the living God. Usipokuwa na imani yako mwenyewe, utakuwa unasikia mambo unaona pasta ni kama anaongea au kuwasi. Anaongea mambo ambayo hakunanga. Hapo mambo haya
huyu anahitaji pastor. Huyu anahitaji pastor. Hata wewe unakosa maneno ya kumwambia. Ile hali aliyokuwa na ile maneno alikuwa anaongea. Na unajua ni imani yake ilirudisha. Yeye alisema asikate mkono. Mimi ningekuwa hapo ningesema please dada, kubali ukate. Lakini yeye alisimama, akasema mkono wangu ikatwe, mkono wangu ikatwe. Imagine, alisimama akasimama mpaka dakika ya mwisho leo ana mkono ambaye yuko hai na inafanya kazi. Wewe unafikiri kama ni wewe? Ungekuwa ulichoka na umeingizwa kwa ile data ya disability. Naanza kupokea. But this alisimama kwa imani wakati katika operation anamwambia anamwambia msijali, malaika wameshatangulia. Badala ya kwanza kulia na kusema Mungu kwanza niombee nisikufe, anasema malaika wameshatangulia. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mpaka siku ile mama Teva alikuwa hospitali, nilimwambia yule nikamwambia wewe enda, wewe utakaza uende uombe mama Teva. Nilimsukuma sana, watu wanasema the faith ambayo dada alikuwa nayo is so strong, so great. Amen. Praise the name of the living God. Unajua imani inategemea. Yesu aliona mwanamke mmoja akamwambia, sijaona imani kubwa kama hii. Kuna watu wana imani kubwa sana. Amen. Praise the name of the Lord. Hata ukifika tu hivi, wewe ndio umeanza kuambia daktari mimi kama ninaenda. Yaani unaanza kukuva tu kama hata daktari atakudiagnose. Bado daktari hata akisema chochote wewe umeshamwambia jini wangu. Praise the name of the living God. Kale jirani mwambie inua imani yako katika jina la Yesu. Mwambie inua imani yako kama Abrahamu. Abrahamu aliona na miaka 100. Akaangalia Sara akaona hata ameanza kuinama, lakini akakumbuka ni Mungu alinena na Mungu ni mwaminifu. Anasema katika Isaya 55:10 ya kwamba kama vile neno lililotoka kinywani mwake halitamrudia bure, litatenda na kutimiza kila kazi aliyoituma. Amen. Neno la Mungu haliwezi rudi bure. Ukiamini lazima lifanye kitu. Praise the name of the living God. Haliwezi rudi bure. Nilikuwa naambia watu, kuna watu hapa tulisema last year ilikuwa the year of no favor. Na kuna watu wanasema basi kuna watu wali experience. Si bejani wanaambia. Bejani sema hata no favor. Yule bejani huko. Haleluya. Bejani Mungu anafikiria kufanya harusi. Bejani Mungu anasema kwanza wewe tuombee twende. Nikamwambia hakuna. Haleluya. Haleluya. Mambo inaweza kufanyika. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu hakusita na hali ya utasa wa tumbo lake sana. Endelea. Verse 20. Tusome hiyo na tusome na nguvu. Lakini akiona hali ya Mungu hakusita kwa kutoamini, bali alitia nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. Praise the name of the living God. Abrahamu hakuangalia condition, hakuangalia hali ambayo imemzunguka. Japo it was a reality, lakini upande huu mwingine kulikuwa na ahadi ya Mungu. Amen. Unaweza kuwa na reality, but on the other side kuna ahadi ya Jehova. Hallelujah. Na unahitaji uondoke kwa reality and you focus on the promise of God. Praise the name of the living God. Ukifocus on the reality, you will die. Ni ukweli haukusoma, but ni ukweli Mungu anainua watu hata kama hawakusoma. Praise the name of the living God. Ni ukweli hauna watu kwa familia yako wanajulikana, lakini ni ukweli Mungu anaundia watu jina. Hallelujah. God can make you a name. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kufanya uwe na jina hata kama kwenye hujulikana. Praise the name of the living God. Ni ukweli daktari amesema vile amesema, lakini ni ukweli Mungu ni Mungu aponyaye magonjwa yetu yote. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu
akaamini na Mungu akamjalia. Praise the name of the living God. Tusome Luka 5. Naongea kuhusu imani ili tuone uwezo wa Bwana. Mungu ananena na anangoja na wewe pia uinue imani ili kile amenena kitimie katika maisha yako. Amen. Usipoweka imani na kuinua imani, hata kama Mungu amenena, utaona tu mambo kwa hewa, kwa gazeti, lakini hautayaona kuwa reality katika maisha yako. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Luka 5 mstari wa 17. Nataka tusome wote kwa screen. Hapa kuna story ya Yesu. Alikuwa mahali akihubiri na watu walikuwa na shida, lakini ni mmoja tu ambaye aliinua imani, alipata muujiza. Tusome. Ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo. Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa kwa mkutano wa Yesu. Hawakuwa wamekuja ili wabarikiwe, walikuwa wamekuja ili wamtege Yesu na waone vile watamwekea mashtaka. Amen. Lakini maandiko yanasema nini? Tuendelee. Waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Yudea na Yerusalemu. Alafu hiyo pati ya mwisho inasema na uwezo wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Amen. Hata kama watu walikuja na walikuwa na shida na Yesu, but the power was present to him. Amen. Na yoyote angeinua imani yake angetoka na uponyaji. Haleluya. Inapofuata hiyo neno kwamba uwezo ulikuweko, ni kumaanisha hawa Mafarisayo kuna baadhi walikuwa wagonjwa, lakini kwa sababu hawakuwa na imani na Yesu hawakupona. Amen. Walirudi na magonjwa yao. Praise the name of the living God. Mimi naona wengine walikuwa na pressure. Naona wengine hapo walikuwa na ile nyingine inaitwa ulcer. Maana wamefikiria kile watashika Yesu na hawajawahi kushika, mpaka wakashikwa na ulcer. So the power was present to heal them. Hallelujah. Listen to me. Hata mwaka huu nguvu za Mungu ziko. Hata mwaka huu the power of God is present. Hallelujah. Kile kinahitajika inua imani. Praise the name of the living God. Hebu tuendelee uone. Kuna watu walijua nguvu ziko, wakafanya nini? Natazama. Tusome. Natazama. Wakaja watu. Wacha nikuambie kitu. Naomba usipitwe na wale watakuja. Maana unaweza kuwa hapa na wale wanakuja wapokee, wewe upate ukijiangalia tu. Na kuombea katika jina la Yesu ya kwamba wale wanakuja nyuma wasiwe wakukupita, wewe upate katika jina la Yesu. Mafarisayo walikuwa wametangulia lakini hawakupata, maana hawakuwa na imani, lakini waliokuja kutoka nje walipokea muujiza wao. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Usipitwe. Maandiko yanasema wakaja watu. Hawakuwa ndani. Walikuja baada ya kusikia mahali Yesu hapo, na wakajua pale kuna uwezo wa uponyaji. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Tusome tena. Natazama. Wakaja watu. Wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza. Wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake Yesu. Endelea. Hata walipokosa nafasi ya kupeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu. Kama ni wewe ungefanyaje? Wacha tuongee ukweli. Wewe ukikuta watu wamejaa mpaka hapo, unaenda nyumbani. Sasa hiyo kanisa acha nirudi. Lakini hawa jamaa walikuwa na imani ambayo haingewaruhusu warudi wapi? Nyumbani na shida yao. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Walikuja na nia ya kuenda mpaka mahali Yesu wako wafikishe mgonjwa wao. Walipofika wakakuta watu wamejaa mpaka hakuna nafasi. Wakasema tutatengeneza njia. Kama nyinyi mmefunga njia, tutatengeneza njia nyingine, maana tuna imani. Haleluya. Hata kama itatugharimu, tutatengeneza njia. Ninakuombea katika jina la Yesu ya kwamba imani ulionayo itengeneze njia.
hakukuwa na njia. Praise the name of the living God. Wakapanda juu ya gari, wakampitisha katika matofali ya juu. Na unajua walipoanza kubomoa, watu wote wakaanza kusonga wasiangukiwe. They give, wakapeana nafasi. I pray people will give way for you. Naomba watu wapeane nafasi. Haleluya! Kwa sababu ya imani yako, watu wapeane nini? Nafasi. Maana ukifikia leo hapa kunaanza kubomolewa, kuna watu hapo wataondoka. Utaona mtu ya kamera ameshuka pole pole, anatoka maana hataki angukiwe na mabati. Watu wakaanza kusonga, na bila wanasonga wanaacha Yesu, na nafasi inapatikana ya mgonjwa kuteremshwa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Wakapanda juu, wakagoa matofali, na si nyumba ya Yesu na si nyumba yao, nyumba ya mwenyewe. Ukiwa na imani, you don't fear the cost. Ukiwa na imani, you don't fear the cost. Praise the name of the living God. Hawakuogopa gharama kwa sababu ya imani waliokuwa nayo. Wakasema acha tubomoange, tutaongeanga kesi baadaye kama jambo letu wamepona. Na unajua hata akipona tunaweza mpea kazi ya kujenga ili aonyeshe kama amepona. Kama wale wa Uhuru. Aonyeshe kama amepona. Haleluya. Praise the name of the living God. Wakabomoa. Alafu what happened? Tuendelee, wakamshusha. Kuanzia hapo wakamshusha yeye na kitanda chake katikati, maana watu wamesonga mbele ya Yesu. Na ukumbuke pale juu Biblia inasema na uwezo wa Bwana ulikuweko upate kuwaponya. Praise the name of the living God. Uwezo ulikuweko. Amen. The divine power was present to him. Basi yeye anasema nini? Tusome basi wengine. Yesu hakuona hasara. Yesu hakuona watu wanaosumbua mkutano. Yesu hakuona watu wanaoleta confusion. Aliona imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio zingine kwa kanisa, acha kukaa sawa sawa na watu wengine. Imani yako ikikuongeza kupiga nduru pia. Haujanisikia? Imani yako ikikuongoza kupiga nduru piga. Maana anayekuona haoni nduru, haoni confusion, anaona the faith in you. Praise the name of the living God. Imani yako ikikuongoza kulala flat, wewe lala. Watu wale wanabaki wakisema unajichafua, wabaki wakiangalia tu, lakini yule anayeona anaangalia imani iliyo ndani yako. Na ni watu hawa walibomoa, wakaleta makelele, lakini kile kilikuwa kinafanyika ni imani yao. Praise the name of the living God. Na maana tunasema Yesu alipoona imani yao, sio imani ya Yesu. Sio imani ya nani? Ya Yesu. Imani ya hawa waliobomoa mabati, waliobomoa matofali ya juu. Unajua watu wanaweza kufikiri matofali ni ile tunaanga tukichomewa hapo majuzi. Sio hiyo. Ni ile zimeunda manyumba ya kanjo. Ukienda kwa nyumba ya kanjo zimeundwa na matofali. Hiyo mabati unaona imekaa hivi ni matope. Haleluya. It's a clay. Praise the name of the living God. Na ndio ilitumiwa kuunda nyumba zamani. Inakuja inashikanishwa hivi. Imeundwa tu kama mabati. Inaingishwa hivi inaunda roofing. Amen. Kwa hivyo walikuwa wanazimoa hivi, wanasongesha. Maana zimelaliana tu. Praise the name of the living God. Wakateremsha mtu wao. Yesu akaona nini? Hakuna kitu kingine Mungu anaja nani. You want to see your faith. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu ni sijui story yao. Sijui walikuwa watu wa aina gani, lakini walikuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Hata mwaka huu Mungu hana haja na story nyingi. He just need your faith. Praise the name of the living God. Mungu hana haja na hadithi nyingi. Anataka tu uinue nini? Tunaweza kuwa tunaongea mambo mengi hata kukuhusu. Mungu hana haja na hiyo. He just need your faith. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Alipoona imani, akafanya nini? Tusome? Tusome? Alimwambia, rafiki, sasa jamaa amekuwa rafiki na siku moja. Nini nafanyanga watu wakuwe rafiki wa Yesu? Is faith. Maandiko yanasema Abrahamu ni rafiki wa Mungu kwa sababu ya kitu kinaitwa imani.
Maandiko yanasema kuhusu, inaongea kuhusu Henoko ya kwamba alitembea na Mungu siku zake zote mpaka Mungu akasema, huyu hawezi kufa, huyu tutaenda naye mbinguni. Haleluya, haleluya. Unajua kuna manabii wawili hawakufa, Henoko na nani? Na nani? Na Elia. Henoko na Elia hawakufa. Lazima lakini wakati mwingine lazima tutaje mambo mengine ili watu wa Mungu tukue macho. Amen. Don't just follow somebody na unaamini na unafikiri ya kwamba yeye ndio mambo yote. Lazima umpime na uangalie. Amen. Na uangalie doctrine na mafundisho ni gani analeta. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipoona imani yao, akamwambia yule jamaa, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Alafu kuendelea. Basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuulizana wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Yaani walikuwa wamekuja, hawakuwa wamekuja waponywe, hawakuwa wamekuja wabarikiwe na Yesu, walikuwa wamekuja kumtega na maneno yake. Hata kuna watu wengine wanakuja kwa ibada ili wakitoka hapo watoke na mambo mengine. Watieni ni wale wanakuja ili Mungu awahurumie. Praise the name of the living God. Maana nasema wakauliza, huyu ni nani anayeongea maneno ya kukufuru? Ni nani awezaye kusamea dhambi isipokuwa ni Mungu pekee? Basi wengine tusome. Na Yesu alijua hoja zao, akajibu akawaambia, munajiuliza nini mioyoni mwenu? Verse 23. Lililo jepesi ni lipi? Kusema umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka uende? Amen. Basi wengine, lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Alimwambia yule mwenye kupooza na kuambia, ondoka, ujitweke kitanda chako, ukaende zako nyumbani kwako. Verse 25. Mara hiyo akasimama mbele yao, akajitweka kile alichokikalia, akaenda zake nyumbani kwake, huku akimtukuza Mungu. Naomba utendewe, ubaki ukimtukuza Mungu katika jina la Yesu. Haleluya. Nikupe mambo kadhaa. Number 1, imani. Number 1, kuhusu imani. It shifts our focus from human power to the divine power of God. It shifts our focus from human power to the divine power of God. Tunapokuwa na imani, inaondoa mtazamo wetu kutoka kwa uwezo wa kibinadamu mpaka kwa uwezo wa kiungu. Amen. Hiyo ndio kazi ya imani. It shifts your focus. Hata kama mambo inakaa vile inakaa, mtazamo wako unaanza kuona ya kwamba uwezo wa Mungu unaweza hata kama hali yangu iko vile ilivyo. Amen. It shifts our focus from human powers to the divine power of God. Na niliambia watu juzi, powers ambazo ziko kwa maisha ya wanadamu ni nyingi. Power number 1 is the power of education. Wakati mwingine watu wanaweza soma na inafika mahali wanaanza kutegemea tu akili ya masomo yao. Lakini power of education kuna mahali inakuwa limited. Kuna mahali haiwezi. Ni watu wangapi wamesoma na wanakufa na kansa? Ni watu wangapi ni madaktari na wanakufa na ile magonjwa wanatutibu? Maana hiyo masomo yao kuna vitu haiwezi. Haleluya. Power number 2 is the power of money. Kuna watu pesa inawasumbua. Power of money. Power of money. Na ndio maandiko yanasema ya kwamba tusitawaliwe na pesa. We should not be mastered by money. We should master money. Money is good, but money is a power that is also limited. Kuna mambo pesa haiwezi. Ni watu wangapi wako na pesa na hawana amani? Wako na pesa, hata ukiangalia wako na pesa. Pesa tu mingi, lakini hawana nini? Amani. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Hawana peace of life. Hata wakiwa na hizo pesa zote, hawalali vizuri. Wanalala wakihama room. Wanalala hapo mpaka saa 3.
ndio mkikuja hadi hana amani. Ikifika saa 6 amehama, ameenda ile room nyingine. Ikifika sasa hata mkija kumtafuta kwa nyumba mmoja hata ameenda. It's no longer there kwa sababu hana peace. Na watu wengine tu kwa sababu ya Mungu wako na amani, analala mpaka hata ajui kulifanyika nini. Na mtaka tu asikia na watu wali kunyesha. Peace. Hallelujah. Najua tunataka amani ni mzuri sana. Lakini Mungu peke yake ndiye anapeana. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mtu anaitwa Yehoshafati. Yehoshafati alikuwa mfalme. Alikuwa na power of economy, alikuwa na power of knowledge, alikuwa na power of military. Lakini akasema hapana, hii vita inakuja juu yetu, tuombe na tufunge. Maana hii tunaweza shindwa. Amen. He prayed and fasted. Na baada ya kufunga, wana hiyo vita walienda na nini? Walienda na nini kwa hiyo vita? Wewe, Yehoshafati alienda na nini kwa vita? Alienda na waimbaji. Akaambia waimbaji ndeni mbele, kitaka kwa hicho kwa karoni, waruke hapo mbele. Mungu ni mwema, fadhili zako za milele. Nafikiria advisors wakasema leo ufalme wetu amechanganyikiwa. Advisors, lakini yeye alisikia kwa Mungu ya kwamba hii vita ni ya Bwana. So kitu ya maana nitafanya, wacha kumwalike Bwana kwa sifa. Maana Bwana hukaa katika sifa za watu wake. Haleluya. Akaanza kusema Mungu ni mwema, fadhili zake ni za milele. Hata kabla hawajafikia maadui, Mungu alikuwa ameshashuka, ameshughulikia maadui, wameuana wenyewe kwa wenyewe mpaka mtu wa mwisho. Amen. Praise the name of the living God. Hakutegemea power of military, hakutegemea power of economy, hakutegemea power of connection, alitegemea the divine power of God. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Maisha ya mwanadamu iko na power nyingi. Kuna watu wako na power of connection. Unasikia mtu anakuambia unjui mimi ni nani? Ninaweza piga tu simu moja saa hii hapo. Ushughulikiwe. Maana kuna power of connection. Amen. Anajua OCS, anajua base commander, anajua mpaka ndio makomanda. So hawezi kusitua. Anakusumbua kwa sababu ako na power of connection. Praise the name of the living God. Angalia jirani mwambie kuna power nyingine iliyo juu ya power zote. Inaitwa the divine power of God. Hallelujah. Hiyo inapita nguvu zingine zote. Amen. Watu wanaweza kuwa na hizo zingine zote, lakini heri ni wale ambao wameondoka kutazamia nguvu hizo, wanatazamia nguvu zilizo juu ya nguvu zote. Amen. Zaburi 20:7, wengine wanataja farasi, wengine wanataja magari, bali sisi tunalitaja jina la Bwana. Wao wanainama na kuanguka, bali sisi tunasimama na kuendelea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Those are powers. Farasi na magari, they are the powers. Na maandisha anasema sisi tunalitaja jina. Na mmoja anasema hivyo ni Daudi. He is a king. Ako na chariots, ako na kila kitu. Lakini anasema mimi huwa siangalii hiyo, na angalianga Bwana. Praise the name of the living God. Number 2, faith connects an individual with the divine power that achieves the impossible. Faith connects. Neno ni kuconnect. Faith connects an individual with the divine power that achieves the impossible. Imani huunganisha mtu na uwezo wa kiungu unaowezesha yasiyowezekana. Amen. Imani na connect. Wale wanaandika, kuna watu wanawangojea kuandika waone. Bwana Yesu asifiwe. Ama nyie mwalimu? Na watu wanaangalia mkono umewekwa kwa screen. Nimesema number 1, it shifts our focus from human powers to the divine. Ina shift mawazo yako. Hata daktari akikwambia nini, wewe uone hiyo, unaona uwezo wa Mungu. Hata watu wakikwambia nini, you don't see what they are saying. You just see the divine power of God. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, it connects you with the divine power. Inakuunganisha. Ina shift mawazo yako number 1, alafu number 2 inakuconnect. Amen. Na hiyo uwezo. Bwana Yesu asifiwe. It connects you. Number 3, faith motivates hope, purpose and resilience. Faith motivates hope, purpose and resilience. Imani huwa inachochea utaratibu.
inachochea kukusudia na inachochea kujitolea. Amen. Hao watu walikuwa na matarajio, wakang'oa mpaka paa, walikuwa na kujitolea, wakapanda mpaka juu ya dari kwa sababu ya imani. Amen. Inakuchochea ndani yako, huwa inakusukuma to take some actions. Amen. Ambayo wakati mwingine watu wanaweza ona ni kama upumbavu, lakini mwishowe inaleta mambo ambayo watu hawawezi wakatana. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na nimeona watu wana imani kama hizo. Na nikawaambia mtu akae na imani yake na ujenge imani yake. Usitegemee imani ya watu. Tafadhali. Alizungumza anaongeaga vitu mpaka unaweza baki ukijua uone kama ni uongo. Lakini ni imani yake. Alisema siku nyingine aliingia kwa nyumba akakuta anaongea ugali. Na anataka kukula ugali. Akakuta karatasi iko ya unga. Akawekelea maji ikachemka. Baadaye akachukua hiyo karatasi akaifunga vizuri akaishika hapo mwisho vizuri. Akasema sasa katika jina la Yesu na unga ikuje. Akafungua unga ikatoka. Tafadhali nisote na unga. Mtalala njaa. Wanaweza sikia. Mtalala njaa. Unaweza kuweka imani yako. Na ndio umesikia nikasema kama imani yako umeamua kunywa dawa na imani yako nasikia kweli wacha kunywa dawa, wewe kunywa. Usifuate ya mtu mwingine. Usisikie pastor alikataa dawa, useme pastor yetu alikataa dawa. Hata mimi sikunywa. Utakufa. Haleluya. Kuna watu wanaiga. Wanaona mtu fulani kama ameleta hapa, mnada mtu amekuja hapa, ametoa sadaka ya 1,000 kitu kimefanyika, na yeye anaenda anafuatia kaunti yake unaleta. Utakula? Hawata. Bana haikutokana na Mungu. Ilitokana na kuiga. Kuiga. Amen. Praise the name of the living God. Sasa watu walisikia Njoki akisema alienda akatulia pledge zake milioni 10 ikaingia kwa account. Wewe naye sasa umeanza kugusa. Wewe roho tena. Haleluya, Mungu akusaidie. Usimwambie watu na usiite watu. Wewe sikiliza Mungu wako. Labda Mungu wako hataki utoe hiyo, labda anataka ufast. Haleluya. Hizi ndio watu wafanye mambo na kuingia. Na hiyo huwa inaleta doctrine mbaya wakati watu wanaiga praise the name of the living God. Lakini ukifanya maana unaongozwa na Mungu utaona matokeo. Praise the name of the living God. Mimi sipendi kuiga na sipendi kufuata watu. I try to walk kujenga imani yangu tu, nifanyishe yangu kazi na iendelee kukua. Labda itafika hiyo level ya kuomba unga inapatikana. Haleluya. Amen. Unajua ikifika hiyo level labda naweza acha kwenda kushakashaka muda kadhaa. Sasa kama wiki kadhaa bila kushiriki kwanza ni kule unga ya miujiza. Haleluya. Na sasa unaona sasa kama niko na maana kama ile labda hata Mungu anazuia anasema wewe. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Alisomeka aliongea pia story nyingine akasema kuna msichana alikaa bila kuolewa. Akapitisha miaka. Na ikafika mahali akaenda kuomba na Mungu akamuongoza. Aende anunue tai. Akanunua tai. Aiweke mahali huwa anatengenezea uso. Unajua mama anakutengeneza. Akaweka hapo. Sasa kila siku anaiongelesha. Mzee, nimeenda kasi. Akirudi jioni anasema mzee, nimekuja acha nikutengenezee hapa. Na baada ya miezi 2-3 mzee akapatikana. Sasa wewe unaenda unanunua tai, utaishi naye. Au kicheza wewe utabaa. Kwa sababu umeiga imani ya mtu mwingine. Yeah, you don't hautaki kuiga imani
unahitaji kuwa na yako original, na original huwa ni mzuri sana. Amen. Huwa inakupeleka mbali. Haleluya. Lakini ya kuiga baada ya muda mfupi huwa inaisha. Hata angalia waimbaji wenye wanaigana. Sasa wenye wanaiganga Rose Muhando leo wako hapo, wamerudi nomo, hawatingizi kichwa tena. Wamerudi nomo. Angalia wahubiri wenye wanaiga Pius Ngwero, wamerudi nomo. Tulikuwa nasoma mstari ya mwisho. Tusimame. Tusimame mbele za Bwana. Haleluya. Wacha tusome tukiwa tumesimama. Inasema nini? Simama tu na usome, maana najua umeandika. Inasema nini? Tusome wote kwa nguvu kwa screen. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la tokeo, nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama, akasema, nisikieni enyi watu wa Full Gospel Matisi, muaminini Bwana Mungu wenu, ndipo mtakapothibitika, na mniamini neno la Bwana, na ndivyo mtakavyofanikiwa mwaka huu.